Naam, tunaendelea na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa gumzo kwa vijana hivi sasa ni shindano, unaweza kusema challenge ambayo imetangazwa hivi karibuni, uchumi vijana challenge ama ni vijana uchumi challenge kabisa kabisa. Na hii bana, dau kubwa limetangazwa kwa vijana ambao wataweza kutoa wazo la kuweza kuifanya Tanzania tusonge mbele kiuchumi, na kwa kutambua ongezeko la changamoto mbalimbali duniani hivi sasa, majanga mbalimbali ya kimataifa ambayo yanaendelea, ushindani wa kiuchumi, na kwa kuzingatia kwamba nchi ambazo zinaendelea ikiwemo Tanzania zinaweza kuathirika moja kwa moja kutokana na madhara ya changamoto za kimataifa, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imewaletea shindano la vijana uchumi challenge lenye kauli mbiu wana tunafikiri taifa linasonga. Sasa shindano hili linakuza mawazo ya vijana yenye ubunifu ambayo yanatekelezeka na endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa. Kwa hiyo tumewakabidhi vijana, na hapa tunazungumzia miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo unaandika wazo na hilo wazo lazima pia liwe na vigezo ambavyo pia na nyie mtavieleza. Sitaka nitumie maneno mengi sana kwenye utangulizi kwa sababu nyie mko hapa, na tunao hapa kamati ambayo imekabidhiwa kusimamia mchakato huu, na hapa tunao wajumbe wa kamati, Sylvia Mkomwa, mjumbe wa kamati ya kitaifa ya vijana uchumi challenge. Karibu sana Sylvia. Asante sana. Lakini Sylvia, tukizidi kumtambulisha zaidi, amekuwa ni moja pia kati ya wadau wa maendeleo ya vijana. Tumemwona kwenye forums na platforms mbalimbali za masuala ya vijana vile vile kabisa. Umeweka vizuri duniani. Lakini tunaye pia Ochek Msuva, yeye ni pia ni mjumbe wa kamati, lakini naye amekuwa mdau mkubwa wa maendeleo ya vijana. Ochek, karibu sana. Asante sana. Tumeona bana watu wa vijana wanazungumza sana kuhusu hii challenge, lakini kubwa zaidi tuanze kwa kufahamu msingi hasa ama kitu ambacho kilileta msukumo wa kuengage vijana. Najua waziri pia alizungumza, lakini kwa mtazamo wenu kama watu ambao mmekabidhiwa jukumu hili, mnadhani ni kitu gani ambacho kimeleta msukumo huo wa kuleta challenge ya namna hii? Sylvia. Sawa. Kwanza nipende kuwashukuru kwa fursa hii, lakini pia tupende kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana ambaye aliona kwamba kuna umuhimu wa masuala ya vijana kukabidhiwa kwa vijana. Kwa hiyo na sisi tukapokea jukumu hilo, ndio maana siku ya leo tuko hapa kuliongelea. Lakini kikubwa ni kuangalia kwa namna gani sisi wenyewe vijana tunaweza kuleta suluhisho za ndani kwa ajili ya kusaidia taifa letu, hususan tukiangalia shindano hili base kwenye masuala ya kiuchumi, na kwa jinsi gani vijana wa Kitanzania tunaweza tukaja na suluhu mbalimbali katika sekta hiyo, na kuangazia kwamba pale endapo yatatokea majanga, kwa mfano kama vita na majanga tofauti ya kimataifa, je, sisi kama nchi au kama taifa tunatengenezaje uchumi ambao ni stahimilivu? Lakini mawazo yatoke wapi? Mawazo yatoke kwa vijana, kwa sababu tunasema vijana ndo taifa lenyewe, kwa sababu kwanza tuko wengi, lakini pia tuna mawazo mengi ambayo yanaweza kuwa sehemu ya kututoa kwenye changamoto mbalimbali za kitaifa. Naam. Sasa katika kufikia huko ambapo Sylvia ameanza kupagusia, Msuva, unaona vijana wa taifa hili la Tanzania ni vijana wenye maono kiasi gani? Ni vijana ambao wana misukumo kiasi gani ndani yao, ambao wataenda kuitumia vizuri hii challenge kifursa? Kwanza lazima tukumbuke kwamba Tanzania tumekuwa na mashindano mengi yanayohusiana na vijana. Tumekuwa na mashindano ya kucheza dance, tumekuwa na mashindano ya muziki, kuna mashindano ya vitu mbalimbali, lakini hatujawa na mashindano ya uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo nadhani moja kati ya jambo la msingi hapa ni kwamba ni jukwaa la vijana kuweza kufikiri. Lakini swali ambalo unaniuliza kwamba vijana wana hamasa ipi? Ukienda kuangalia kwenye mitandao ya kijamii na ukiangalia yale ambayo vijana wanafanya mmoja mmoja ama katika makundi, utagundua yana ubunifu mwingi sana. Lakini ukienda kuangalia kwenye zile ngazi ambazo wao wangeweza kutoa mawazo, utagundua kwamba sio maeneo yote wapo. Kwa nafikiri wizara hilo ndo ambayo imeona kwamba ni muhimu vijana wenyewe wakawa na jukwaa ambalo watatoa mawazo yao ambayo yanaweza kwenda kutekelezeka. Mawazo yanayotakiwa hapa sio tu mawazo ambayo yeye kijana anaweza kutekeleza. Yanaweza kuwa ni mawazo ambayo yanasema tunafikiri Wizara ya Nishati na Madini
ili kuweza kukabiliana na changamoto za kidunia na kulinda uchumi wetu na kukuza uchumi wenyewe, ifanye mambo 1, 2, 3. Maana hayo ndio mawazo tunayotafuta. Ni nafasi ambayo kijana anaweza kukaa kwenye kiti kama waziri, mimi ninasema anaweza kukaa kwenye kiti kama rais, akajifikiria kwamba kwa muktadha huu, kama mimi ndo ningekuwa rais au mimi ningekuwa waziri au ningekuwa ndo mkuu wa mkoa, ningefanya jambo gani ambalo lingekuza uchumi na kulinda uchumi. Kwa hiyo ukiongelea swala la hamasa, nitakwambia hamasa ni kubwa. Kwanza kwa kuangalia tu ule mwitikio, nadhani mwitikio umekuwa mkubwa sana wa vijana wanaowasilisha mawazo yao. Lakini vile vile kwa kuangalia tu wakati ule wa ziara za waziri mikoani, utakumbuka karibia kila mkoa aliokuwa naenda, vijana walikuwa wanasema tunataka sauti zetu zisikike. Sasa sauti zenyewe ni zipi? Sio sauti tu za malalamiko. Hapa zinazotafutwa ni sauti ambazo zitasema tunaweza kwendaje mbele katika mazingira 1, 2, 3. Kumbuka wakati wa COVID-19 kulikuwa kuna changamoto kubwa sana, na kati ya watu waliotusaidia kwenda sawasawa ni vijana wenyewe. Zile madawa ya corona, vijana ndo waliingia kufanya ubunifu. Ukiongelea kulikuwa na namna mbalimbali ambapo vijana walifanya hatua fulani fulani. Lakini vile vile angalia hata sasa hivi hapa watangazaji umetoka kuongea na kijana huyu anayeongelea kuhamasisha kusoma. Mimi nimekutana naye miaka kama 3, 4 nyuma, alinikuja ofisini kwangu akaniambia, bwana, najua wewe ni kijana mwenzangu, nina mawazo haya na haya, nitayafanyeje? Na kwa kweli ukimsikiliza ulikuwa unaona wakati ule anayawaza tu kama mawazo ambayo unajaribu kufikiria utaweza kuyatekeleza. Lakini unagumbua. Kwa hiyo vijana wengi wana ndoto na jukwaa hili limetengenezwa ili kuhakikisha hizo ndoto zinatoka, abaki nazo ndani, kwa sababu vijana wengi wana ndoto lakini wamebaki nazo. Lakini ukisikiliza, kwa hiyo mwamko ni mkubwa, kwa sababu hata ukiwa nyumbani kwako, hata ngazi ya familia tu, vijana utaona wanalalamika kwamba baba anisikilizi, mama anisikilizi. Sasa hili ni jukwaa ambalo serikali inajaribu kusikiliza vijana, ione vijana wenyewe wanasema nini kuhusiana na changamoto zinazokabili, badala ya kuwa kwenye upande wa kulalamika na wa kusema kingefanyika kitu 1, 2, 3. Sasa vijana waje kwenye hatua ambayo wanasema tunafikiri tunaweza kufanya 1, 2, 3 na matokeo yake yanaweza kuwa haya. Imani yenu kwa vijana iko wapi? Kwa sababu kumekuwa na mambo mengi yanazungumzwa kuhusu vijana. Vijana wanalaumiwa kwamba vijana hawajafanya hiki, vijana kile, vijana lile. Vijana wanajua hawajishughulishi, vijana wanafanya kuwa beti, vijana wako kwenye vilevi, yani vitu vingi sana vinazungumzwa vibaya kuhusu vijana. Na unapozungumzia kuhusu masuala ya fikra, mambo serious ya nchi, vijana ni kama wanakuwa engagement yao inakuwa ni ndogo, yani wanawekwa katika mtazamo huo. Sasa mambo haya pia yanatengeneza hiyo imani ndogo kwa baadhi ya watu kuhusu uwezo wa vijana wa Kitanzania wa kuweza kumudu kushiriki katika masuala kama haya. Nyewe wenyewe mna imani kiasi gani na vijana wa Kitanzania kwamba wana uwezo wa kufanya hiki ambacho kinakusudiwa? Kwanza kabisa tukumbuke, yani sio kwamba vijana hawana mawazo au hawana suluhu. Kwa hiyo hizi changamoto zingine zinazoendelea za vijana, hii challenge ni sehemu ya suluhisho hilo. Tukiangazia toka tumetangaza, tuna maombi zaidi ya 1000 yamekuwa yakiombwa na vijana, na sio vijana tu kusema kwamba ni Dar es Salaam, vijana mpaka wa mikoani. Ni siku ngapi toka mmetangaza? Tuna wiki moja sasa. Mshapokea 1000 zaidi, karibia 2000 zaidi ya 2000. Kwa maana hiyo ni kuwa vijana hayo mawazo walikuwa nayo ndani, walikuwa hawajapata tu hawajapata jukwaa ya kupeleka mawazo. Kwa sasa vijana uchumi challenge ni jukwaa la hawa vijana, kama mwenzangu alivyotangulia kusema kwamba sauti zao tutazionea wapi, hiyo imani tutaitengeneza wapi? Ni kupitia majukwaa kama haya ndio yataleta suluhu ya sisi kuona kama vijana kweli wa Kitanzania wana suluhu au hawana suluhu. Na mpaka sasa kupitia hicho nilichokisema, maana yake suluhu zipo, ni vile walihitaji mahala pa kuweza kufikisha yale mawazo walionayo. Kwa hiyo mimi binafsi naiona hii kama ni sehemu ya jitihada ya kuhakikisha kwamba sauti za vijana na mawazo ya vijana yanajitokeza, kwa sababu hili shindano hatujalenga tu kukuza au kuwaonyesha wale washindi ambao watashinda hili shindano, lakini pia tuna vijana 100 ambao wataingia kambini katika ule mchujo wa awali. Tutaenda na vijana 50 mpaka tutafikia washindi 3. Lakini kuna mikakati mbalimbali ambayo imewekwa hapo katikati kuhakikisha kwamba hata wale vijana ambao hawajafika hatua ya ushindani ile kubwa ya kitaifa, tutaangalia namna gani tunawaunganisha na wadau, tutaangalia namna gani wanapata mafunzo ya kuboresha yale mawazo yao, ili hata ambapo yanaweza yakaenda kufanya kazi mahali fulani, kwa sababu tunasema suluhu inaanzia nyumbani. Kwa wazo la kijana yoyote linapofika, whether ameshinda au hajashinda, tunaamini kwamba kuna sehemu linaweza kwenda kufanya kazi.
Sasa kwa kuongezea hapo, umesema tunawaamini vijana. Ninadhani kwanza kamati yenyewe kuteuliwa vijana ni swala la imani. Kamati na watu karibia 11. Katika 11 nadhani mtumishi wa serikali ni mmoja kama sio wawili, mmoja nadhani. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba vijana wenyewe ndo kwanza, hiyo ni eneo la kuamini. Na ni kweli kwamba kwenye jamii yetu tuna changamoto ya watu kutoamini vijana. Sasa sio changamoto ya serikali, ni changamoto ambayo hata ndugu watangazaji hapa mnatakiwa kufikiri, mnawaamini vipi vijana? Miaka 10 kadhaa iliyopita mimi nilianzisha taasisi. Nilikuwa kijana, miaka 23, 20 ngapi, nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimeanzisha taasisi. Mpaka leo ipo, ina baadhi ya watu inaajiri. Maana yake hiyo yote ni imani, ni mifano inaweza kuonyesha kwamba vijana wako na fikra, lakini vile vile kuna vijana wengi wanaanzisha makampuni. Ukiangalia idadi ya nguvu kazi yetu, 55% ya nguvu kazi ya Tanzania ni vijana. Sasa kama hii yote ndo nguvu kazi, inakuwaje haiaminiki? Dhana ya kuto kuamini vijana inatokana tu na baadhi ya watu kwamba ujana una mambo mengi. Na watu wanachukua yale mambo machache ambayo sio, wanaita vijana wa hovyo. Yaani mmoja kiharibu, kwa nini tusiseme vijana bora? Mbona kuna vijana wanaofanya mambo vizuri? Mmesema hapa Silvia ni mwakilishi wa vijana ngazi ya kimataifa kabisa, dunia huko inamtambua. Sasa kama dunia huko inamtambua, kwa nini tukiwa huyu kama ndo kijana wa mfano? Kwa mimi nadhani hii dhana ya vijana hawana mawazo inatokana tu na mtazamo, na mtazamo huu haujaanza leo. Duniani kote tangu dunia imekuwepo, kundi la vijana limekuwa ni kundi ambalo linakuwa linafikiriwa kinyume. Juzi niliandika shairi moja nikasema, nani atamuelewa? Tangu dahali watu hawamuelewi kijana. Akija na mawazo watu hata wazee waliopo leo hawakueleweka kwa haraka na wazee wa wakati ule. Kwa hiyo ni swala ambalo huwa linaendelea, lakini shindano hili maana yake linajenga huo mkutadha wa vijana kuanza kueleweka. Kama nilivyosema na kama ambavyo mwenzangu pia amesema, ukiangalia vitu ambavyo tumekuwa tunawapigia makofi vijana sio vitu vya kufikirika vyenye mawazo. Tumewapigia makofi wakicheza mpira vizuri, tumewapigia makofi wakiimba vizuri, lakini hatujawapigia makofi wakishauri kwamba barabara hii ingepita hapa ikawa hivi ingeleta matokeo haya. Kwa hiyo swala la kuwaamini vijana, mimi binafsi nawaamini sana vijana, na ninaamini kwamba serikali vile vile inaamini vijana, ndio maana imetupa wajibu wa kulifanya hilo, kwa sababu wengi wetu hatuna huo uzoefu. Mimi binafsi ni kamati yangu ya kwanza kwa maana ya kitaifa ya kuteuliwa na serikali. Kamati za harusi na nini. Ukiachana hizo na zile ambazo sisi vijana wenyewe tunaunda kufanya vitu tofauti, lakini ile ya kiserikali sasa tafsiri yake nini? Maana yake lazima kuna namna mimi kijana nimefanya vitu ambavyo waliotazama waliona huyu mtu anastahili kufanya jambo fulani, na hawa watu wanastahili kufanya jambo fulani. Kwa hiyo swala la vijana kuaminika na kuleta mawazo bora linabaki kuwa kwamba kina Nyerere walipambania nchi hii wakiwa vijana wadogo kabisa. Na baraza la kwanza la Mwalimu Nyerere lilikuwa limebebwa na vijana kabisa, na hiyo yote inatukumbusha tu pengine kwamba ili Tanzania ifike ndoto ya 2050, maana tuna dira ya 2050, lazima vijana wawe katikati ya usukaji wa mawazo, Msuva umeliweka sawa hilo kwa kina zaidi, lakini kwako Silvia, vijana tumewazungumza vizuri sana na inaonekana kuwa imani kwao ni kubwa, lakini kuna upekee wa kuangazia vijana wa kike katika huu mchakato tukiwa tunaenda kuzungumza wa uchumi, vijana uchumi challenge. Kuna utayari ambao unaonekana kutoka kwenye vifua vya mabinti wa Kitanzania. Sio kwamba ni tunakwenda fursa sawa kwa wote. Kuna mabinti tena. Mimi naomba tu nimtoe shaka dada yangu Balkis kwamba tukiwa pia na sisi tuko hapa mbele, basi hivyo hivyo katika maombi tunapokea maombi kutoka kwa watoto wa kike na wa kiume. Na uzuri kigezo cha shindano hili ni kwamba kwanza uwe na miaka 15 hadi 35, lakini pia uwe Mtanzania. Zaidi ya hapo tunahitaji mawazo yako tu. Kwa hiyo hata shindano lenyewe namna lilivyowekwa ni kuhakikisha kwamba linamgusa kila kijana ambaye mwenye uwezo wa kufikiri na mwenye uwezo wa kuwasilisha lile suluhisho lake alilonalo, na kama endapo litakuwa ni wazo bora, basi litafika katika hatua ambazo tunasema ni za ushindi. Na tunajua sasa kwenye mchakato. Naam, tutakwenda hapo kwenye mchakato utakavyokuwa sasa. Sawa. Sasa mchakato unavyoanza, kwanza dirisha kama limeshafunguliwa tayari na vijana wameanza kuomba, hiyo ni hatua ya awali ambayo hilo dirisha litaisha tarehe 30 mwezi huu. Likishaisha dirisha la kupokea maombi, tutafuata mchujo ambapo tutapata washindi wa kwanza 100. Hawa washindi 100 wa kwanza wataletwa mahali pamoja
watapokea mafunzo ya namna ya kuboresha mawazo yao na kupata mafunzo mbalimbali yanayohusiana na wao kujiamini na kufanya vitu kwa usahihi. Majaji watapitia na watakuja na mawazo 30. Kutoka vijana 100 tutapata vijana 30. Tukipata vijana 30 tutakuja kupata vijana 10. Tukipata 10 tutakuja kupata watatu, ambapo hapo sasa tutakuwa na onyesho la kitaifa kabisa la kusikiliza yale mawazo yote. Lakini hawa 100 wote watapata vyeti. Mpaka 10 hawa watapata vyeti, lakini hawa watatu, mmoja atapata milioni 30, mmoja milioni 15, mmoja milioni 5. Lakini wote wataendelea kuwa wanalelewa, tunaita mentorship, wataendelea kupokea ulezi wa namna gani ya kuboresha yale mawazo. Lakini wengine wataunganishwa na wadau mbalimbali, kwa maana ya kwamba ziko taasisi za kijamii kama NGO, yako makampuni. Hii ni fursa ya wazo lako kupata mwekezaji. Inawezekana, nimesema mahali fulani kwamba wakati wa Bongo Star Search washiriki wengi walishiriki na wengine hawakufika hata 100 bora, lakini walikuja kuibuka kuwa washindi wakubwa, wanamuziki wakubwa tu kabisa. Na tafsiri yake ni nini? Kijana yoyote aombe kwenye shindano hili, ni mwanzo wa yeye kuanza kuweka mawazo yake katika muktadha, lakini vile vile itamfungulia fursa nyingine. Haijalishi wazo lake linafika wapi, lakini itafungua fursa. Maana yake watu wanaweza wakaacha kuomba wakasema, sasa kama washindi ni watatu, mimi naingiaje kwenye huu mchakato? Nitafanikiwaje? Mimi nawatia moyo wanaotusikiliza kwamba vijana waombe, kwa sababu tunayo mifano ya kwamba ukishathubutu kuomba, maana yake umethubutu kuanza kulikuza wazo lako. Alafu mchakato huu vile vile unakaribisha wadau mbalimbali wanaotaka kuwa sehemu. Hata ninyi Azam tunaweza tukawa tunawakaribisha hapa, mkitaka kuwa sehemu ya shindano hili mnakaribishwa, ili lile onyesho la mwisho tukitaka liruke live hapa. Yani ukitaka kujua sisi tushakuwa sehemu, yani maana yake ndo kama hivi tunaongelea. Basi niwapongeze kabisa ninyi kwa kuwa sehemu. Tushaanza tayari. Aisema mnastahili pongezi, na vijana najua watawapongeza sana. Na hizi kazi ambazo mnazipokea zinakuwa ni za kijana mmoja mmoja, au kuna ambazo mnazipokea vijana wakija kwa nguvu ya pamoja kama vikundi? Sasa shindano hili linamtaka kijana aombe akiwa peke yake. Kwa sababu tunataka kuona uwezo wa mawazo ya mtu kufikiri. Tunataka kushangilia au kutukuza uwezo wa mtu kufikiri. Kwa hiyo anaomba mtu mmoja mmoja asijiunge katika kikundi, na vile vile anaweza, kama tunavyosema, akiingia kwenye page ya wizara ya Instagram au peji za sisi wajumbe wa kamati na watu wengine walioweza kuposti, atakutana na kikoa. Si linki ndio inaitwa kikoa atakutana na kikoa ambapo akiingia inamruhusu ajaze maneno 300 tu. Ataombwa taarifa zake za msingi, jina lake, umri na nini, lakini maneno 300 tu elezea wazo lako, au ajirekodi video ya dakika 3. Anaweza akajirekodi kwa kutumia hata simu yake tu akielezea wazo lake. Na hilo wazo lenyewe sio lazima aandike, anaweza akajirekodi. Na hiyo yote maana yake ni kufikiria ujana. Ujana anasema kuandika mmetuwekea mambo magumu sana. Sasa basi zungumza tu tukusikilize, unasema nini? Lakini akishafanya hivyo, ahakikishe kwamba lile wazo lake lina ubunifu ndani yake, linaweza kutengeneza fursa za ajira, lakini vile vile linaweza kutekelezwa kwa upana zaidi. Labda mwenzangu Silvia anaweza akaongezea na pamoja na vigezo pia mtakavyoangalia. Nje ya swala la umri na Utanzania, hili shindano linaongozwa na swali ambalo kila kijana lazima, wakati anafikiria hilo suluhisho, ni lazima aongozwe na swali hili. Labda ningeomba kulisoma hili swali muhimu la shindano. Linasema, inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na kiteknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na teknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Kwa pale ambapo kijana anafikiria suluhisho, aongozwe na swali hilo. Mara wakati unajirekodi, basi hakikisha unajibu hilo swali. Hapa yenyewe ni baki na tafakari. Na naanza yani
andiko langu milioni 30 hiyo ndugu yangu lina majibu ya hilo swali ambalo Sylvia kaliuliza, na ndipo ambapo sasa mchakato ule utaenda kuchuja hawa watu 2000 na mpaka kwenda kupata watu 100. Yes. Nini ambacho kimebebwa kwenye hilo swali Sylvia? Kikubwa ni tukiangalia hivi sasa hata mambo ambayo yanaendelea, tumeona ni kwa namna gani kupitia sekta mbalimbali tumeweza kupitia changamoto, tukiangalia masuala ya bei na vitu mbalimbali tofauti na zaidi ya hapo. Kwa hiyo ili tuwe na uchumi ustahimilivu ni lazima tuwe na masuluhisho ya ndani yenye majibu ya changamoto zetu za ndani, ili kuhakikisha kwamba pale inapotokea misukosuko ya kimataifa, Tanzania isiwe kati ya zile nchi ambazo zinatetereka kiuchumi kutokana na yale yanayoendelea kwa wenzetu, kwa sababu tunajua kwamba sehemu ya nguvu ya mataifa yetu yanatokana na hali ambayo pia inaendelea kwa wenzetu, yale mahusiano ya kidiplomasia, ya kiuchumi ya nje. Kwa hiyo je, sisi ili tuweze kuwa na uchumi stahimilivu, sasa ndio vijana wa Kitanzania sasa tunatakiwa tuje na suluhu za kwetu wenyewe, kwamba kesho mafuta yakipanda bei tusilalamike, kwa sababu tumejipanga na tuna mifumo na tuna mazingira rafiki ya kuhakikisha kwamba sisi maisha yetu yanafanya nini, yanaendelea. Na hiyo kazi kapewa kijana, na hiyo kazi kapewa kijana. Wana tunafikiri taifa linasonga. Yes, hiyo ndo kauli mbiu ya shindano. Sasa kuna vigezo pia ambavyo mmeviassign. Mtu asije akafikiri kwamba ili ushinde lazima uwe unajuana na Msuva ama Sylvia. Kuna vigezo vya kitaalamu vinavyoangaliwa, sio? Ni kweli, yes. Na sisi tunajuana nao, lakini kujibu swali ingekuwa ni rahisi hivyo. Karibu Sylvia. Sawa, nadhani Ocheke alikuwa ameshaanza kumention, lakini nitarudia tena. Kigezo cha kwanza ni lazima suluhisho liwe la kibunifu, liwe lenye kipekee, kwa sababu hili ni shindano mwisho wa siku. Kwa kuna namna ambavyo wazo lako lazima lije likiwa limesimama, li stand out kutokana na ushindani ambao upo, yani kwamba uje na wazo la kipekee au fikra mpya, au yani uwe na upekee kwenye kile ambacho unakiwasilisha, lakini pia uelewa wa changamoto za kiuchumi. Na ndio maana kuna hili swali kwamba unavyofikiria ni nini kinakuongoza kutengeneza lile wazo lako. Sehemu mojawapo ni hiyo uelewa wa kiuchumi, lakini uhalisia. Je, suluhisho lako linaweza kutekelezeka? Kwa sababu hapa tunaongelea kwamba vijana uchumi challenge ni ya kitaifa. Kwa namna gani hata kwa pale ulipo, ili wazo likija kuboreshwa linaweza kutekelezeka katika ngazi ya kitaifa. Na ndio maana hata tunapoenda kambini tunahakikisha yale mawazo wale wanakuwa mentored ili kuboresha yale mawazo yao ya kidhi ule muktadha ambao hili shindano linataka. Alafu sasa tutapata wale washindi watatu kule juu. Lakini pia tumeongelea athari za kiuchumi, liguse kwenye nyanja hiyo, lakini liwe na lenye uwezo wa kuleta fursa kama mwenzangu alisema hapo kwamba tengeneze kipato, lakini pia litengeneze ajira, lakini pia liwe na uendelevu, sustainability, kwamba ni kwa namna gani wazo lako linaweza kuwa sehemu, yani lina muendelezo katika utekelezaji wake, lakini pia ubora wa uwasilishwaji. Kwa sababu mwisho wa siku wata pitch zile suluhisho zao kwa majaji. Kwa hiyo kwa namna gani pia watawasilisha yale mawazo yao itakuwa ni sehemu ya vigezo hivi. Na sisi hatutakuwa majaji sisi kama kamati, lakini kutakuwa na uteuzi wa sehemu ya watu ambao watajudge mawazo haya, na hao watakuwa ni wataalamu ambao ndio wataendesha huo mchakato wa kuangalia ni wazo lipi ni bora. Kwa hiyo msije mkaenda kumgongea Ocheke kwake asubuhi. Na kuna wengine wanajua zile milioni 50 yenyewe ndo mnazo, yani mko nazo. Hizo milioni 50 zinasubiri washindi pale ambapo watapatikana, basi wataweza kukabidhiwa, kwa sababu hiyo ni zawadi. Sasa bado siku 9 nadhani leo tarehe 20, maana inatakiwa kuwasilishwa kabla tarehe 30 mwezi huu. Kwa hiyo kama kijana wa Kitanzania kama bado hujawasilisha wazo lako, basi fanya hivyo. Lakini Balkis, swali ambalo mimi nilikuwa najiuliza ni kwamba vijana wanauelewa kiasi gani, are they aware kuhusiana na hichi kinachoendelea? Na tumeuliza baadhi ya vijana kule mkoani Njombe. Hebu tusikilize kwenye taarifa iliyotutumia Emmanuel Kalemba. Mimi nimeisikia issue ya vijana ya uchumi challenge. Kwanza ni wazo zuri kwa sababu inaenda kuongeza kitu, inatoa wale vijana walioko ndani kule kijijini kama huku
wenye mawazo ya kwenda mbele, afu kukusanya. Mimi naamini kama vijana, hii ni fursa, ni shauri kwamba vijana tuitumie, sababu tunaamini kuna vijana wengi wana mengi, lakini sasa wanafikishaje? Kwa hiyo kama waziri wetu wa vijana amekuja na issue ni nzuri. Kwa hiyo tuombe vijana wengi wajitokeze, kwa sababu tunaamini moja ya ajira ni kama hivi, huo ni ubunifu, kwa sababu mtu kama atakuja na andiko lake au na idea yake, watu watachakata, wanaona hapa kuna kitu. Kwa hiyo mimi nafikiri hii issue inakwenda kutuongezea kitu kama vijana, hasa kwenye issue ya uchumi, kwa sababu vijana wengi tunalalamika kwamba hakuna ajira ndo kama hizi. Kwa hiyo mimi nafikiri hii issue imekuja kwa muda mwafaka, ambapo vijana wengi wanasema hakuna ajira, lakini moja ya ajira sasa ni hii, ni ubunifu wako. Unaenda kuandika kitu gani, unabuni nini? Kwa sababu wametangaza kuna donge nono kwa ambavyo tumeisikia. Kwa hiyo mimi naamini vijana wengi tujitokeze, tulete mawazo yetu, naamini kuna kitu tutakipata. Uchumi challenge mimi kuisikia sijaisikia, ila nafuatilia mijadala ya vijana kuhusu mambo haya ya uchumi. Sasa kwa hiyo uchumi challenge hii, fursa ya vijana uchumi challenge nimeisikia kutoka kwa waziri wetu wa vijana Mheshimiwa Joel Nanauka, na fursa hii inalenga zaidi kuwasaidia vijana ambao wanajipambanua kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na ninavyojua kwa kiasi kikubwa fursa imesikika, lakini bado mwamko wa vijana kujitokeza kuchukua hiyo fursa haujawa mkubwa sana ukilinganisha na mapokeo yalivyokuwa yanatarajiwa. Hata hivyo, ninavyoona hii fursa kama itatumika vizuri, vijana wengi wakaitumia vizuri, inaweza ikawaletea manufaa makubwa, hasa kujiondoa katika genge la umaskini na zaidi kuweza kuwatengenezea hali nzuri za kipato na maisha yao kwa ujumla. Ndio tumesikia hii vijana challenge iliyotangazwa na waziri wetu Nanauka, waziri wa vijana, na bahati nzuri sana sisi Wakinga tumebahatika kwamba katibu wa ile issue ni Mkinga mwenzetu Madam Sanga. Ni nzuri kwa sababu inatupatia uwezo vijana wa kufikiri mbali. Tutafikiri baadhi ya mawazo ambayo tukikusanya ya wilaya Makete, tukakusanya wilaya ya Ludewa, wilaya ya Njombe, tukaja tukayapata kwa pamoja, yanaweza yakatuwezesha tukapata kitu kimoja ambacho kinaweza kijana akakifanya akakumpa manufaa. Kwa hiyo tunashukuru. Hii iwe mwendelezo, japo isiwe mwanzo tu kama justice ya siasa, iwe ni kitu mwendelezo. Baada ya miaka kadhaa vijana tubadilike, lakini tutabadilika kupitia vijana wenyewe, kwamba mimi nikipata mawazo ya kutoka Njombe, watu challenge ya watu wa Njombe, nikazipata mimi mtu wa Makete, kidogo zitatusaidia. Hao ni baadhi ya vijana, na kubwa zaidi tumeona wengi wanaelewa, wengi wana taarifa, wanazo taarifa kuhusu challenge, japo tumesikia baadhi yao pia wengine wakiwa hawana taarifa, lakini kidogo kwa siku hizi ambazo zimesalia siku 9-10 hivi, pengine ujumbe unaweza kuwa umewafikia wote. Na mnafanya nini pia kuendelea ku raise awareness, kufanya vijana wengi zaidi waweze kupata hiyo taarifa na hiyo fursa iwafikie? Sawa. Jitihada mojawapo ilikuwa ni katika kwanza wakati tunafungua hili shindano, ambapo Mheshimiwa Waziri mwenyewe aliweza kuliwasilisha. Nadhani pia iliweza kutengeneza platform ya watu wengi zaidi kulifahamu, lakini pia kupitia vyombo vya habari kama hizi interview ambazo mmekuwa mkitupatia kuhakikisha kwamba Tanzania inapata taarifa, lakini pia kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ambapo kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye Instagram na mitandao mingine, kuhakikisha kwamba tunasambaza hizi taarifa, na bado tunawekeza kuweka nguvu kubwa zaidi tuweze kuitangaza kwa ukubwa, lakini pia kupitia majukwaa ya mihadhara mbalimbali ikiwemo kama vijana platform. Vijana platform imekuwa ikizunguka katika mikoa na wilaya mbalimbali kwenye uzinduzi. Kwa hiyo ni sehemu ya majukwaa ambayo pia tunayatumia kuhakikisha kwamba vijana wanapata taarifa juu ya vijana uchumi challenge, lakini na mihadhara mingine, kwa sababu sisi pia ni vijana na tuko katika jamii na tuko kwenye majukwaa mbalimbali. Kwa hiyo tunahakikisha katika yale majukwaa ambayo tunaweza kufika na tukawakuta wa vijana wengi, pia inakuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunasimama pale mbele na kutoa huu ujumbe kwamba kuna vijana uchumi challenge inaendelea. Lakini kikubwa zaidi kuhakikisha kwamba pia tunawafikia vijana wenzetu wa pembezoni. Tunafanya kazi kwa karibu sana na maafisa vijana ambao na wenyewe walikuwa trained
kuhusiana na shindano hili, mchakato wake, shindano hili ni nini, kwa namna, vigezo ni vipi, ili kuhakikisha kwamba kule katika wilaya zao na mikoa yao waweze pia kuwa sehemu ya kufikisha ujumbe huu kwa vijana wenzetu ambao pia wako pembezoni, kwa sababu watu wamekuwa wakilalamika sana kwamba labda taarifa zinawafikia tu vijana ambao wako mitandaoni au zinawafikia vijana ambao wana access na masuala ya teknolojia na kidijitali, lakini maafisa vijana wetu wapo kila mkoa, kwenye wilaya, kwa wale ni sehemu ya kuhakikisha kwamba hizi taarifa ya Vijana Uchumi Challenge inawafikia vijana wenzetu katika ngazi ya kijamii, lakini kama kamati kuna mikakati pia mbalimbali ambayo tumeiweka kuhakikisha hata sisi tuweze kufika kwenye jamii yetu kule chini na tuweze kuwaelezea vijana wenzetu. Uzuri ni kwamba ni kijana yoyote mwenye miaka 15 mpaka 35 ambaye ni Mtanzania, halijatajwa kundi gani la vijana. Kwa ni fursa kwa kijana yoyote wa Kitanzania mwenye vigezo hivyo kuweza kushiriki katika shindano hili, na kiukweli tuseme kwamba vijana wote wanakaribishwa, na hapo baadaye kama mtaturuhusu tutataja mawasiliano ambayo kama kuna mtu ana maswali au kuna namna hajaelewa namna ya kushiriki katika shindano hili, tuko tayari kumpa maelezo ili aweze kushiriki kikamilifu. Silvia, sasa unafanya kama tunaelekea mwishoni, wakati bado tuna wasawa kujadili hapa na uzuri kuwa sisi wote hapa ni vijana. Hivi nyewe wanakamati na nyewe mnaweza mkapeleka? Hapana. Sasa itakuwa ni conflict. Kwenye nyewe tayari mmeenguliwa. Bado kesi wewe bado uko kwenye kundi hilo la mpaka 35 wewe. Nipo sana. Gen Z. Sio nipo sana. Bado upo sana. Kesho nikisherehekea siku yangu ya kuzaliwa bado nipo sana. Sasa kwako Msuva, mimi kuleta kazi yangu ikachakatwa na nini mpaka ikafika wakati wa kushinda au kuto kushinda, mnanihakikishia vipi usalama wa hilo andiko lao? Wazo lako kwamba halitachukuliwa. Yani majaji siku hizi taasisi mbalimbali wamekuwa wajaji, wanaambia bwana, leteni proposal, vijana leteni proposal, au zile proposal wanaambia hizi hazifai, nyuma ya pazia utekelezaji kuzitekeleza unafanyika. Kwa hiyo mnawahakikishia au ndo wakasajili kabisa mawazo yao kabla ya kuyaleta? Kwanza hapa kuna vitu kadhaa. Cha kwanza niseme kwamba ni vizuri sana uyaseme mawazo yako, kwa sababu hata usipoyasema unatakiwa ujue mtangazaji, wazo lako kuna watu wengine kadhaa wanalifikiri. Kwa hiyo umuhimu wa kulisema wazo lako, vijana waondokane na hofu ya kusema wazo langu litaibiwa. Hata mimi kwenye safari yangu ya kutafuta kuna maeneo nimesema mawazo, wengine wamejaribu kuyatekeleza lakini hayawezi wakatekeleza kwa kadiri ya vile mimi, originality ule upekee wa wazo hauwezi ukatokea kwa mtu aliyeiba wazo la mtu mwingine. Lakini kama kamati tulikubaliana kwamba tutakuwa na KOSOTA ambao mawazo yaliyowasilishwa yanayopaswa kupata hakimiliki na hatimiliki yatapewa hatimiliki. Na sisi kama tutawasaidia wale vijana waliokuja ili kuhakikisha kwamba mawazo yao yanalindwa. Lakini jambo lenyewe la msingi sana ni kwamba mawazo ukibaki nayo mwenyewe litabaki kwa la kwako, kwa sababu hata kama ukitaka kulitafutia fedha lazima ulipeleke mahali. Hakuna namna wazo lako litakuwa kama halijawasilishwa mahali. Na tunaiona dunia nzuri, ina magari, ina miundombinu mizuri, kwa sababu kuna watu waliwaza na wakaweka yale mawazo hadharani, na huwezi kujua nani atawekeza kwenye wazo lako. Ukiangalia hata watu mbalimbali wameleta ubunifu wa vitu mbalimbali vya teknolojia, waliweka yale mawazo hadharani, na kuna baadhi ya watu waliwekeza nguvu. Hauwezi kutekeleza wazo ukiwa peke yako, na sisi wenyewe pia ni mashahidi, maana sisi wenyewe pia ni vijana ambao tunatafuta fursa na nini. Maeneo mengi ambayo unaenda utaambiwa tuma video ya dakika 3. Hata sisi kuna maeneo huwa tunatuma video za dakika 3 na ukituma unaweza upate ama usifanye nini, usipate. Lakini jambo la msingi ni kwamba ndugu yangu amekumbuka wakati tumekuja Azam tulituma clip lakini linaanza kukutengenezea confidence, ujasiri. Yani kijana yoyote atakayepata muda wa kuchukua dakika 3 akaongea wazo lake,
awe anashinda ama ashinde, inamtengenezea ujasiri. Wawe watachukua wengine ama hawatachukua wengine, wewe bado linakuwa limekusogeza mbele. Na ziko sababu nyingi sana za kufanya useme wazo lako kuliko sababu za kusema mi wazo langu nabaki nalo. Kuna wazee wahenga wao wanasema basi kule maeneo tunaenda kupumzika milele kuna mawazo mengi sana. Wanasema utajiri ndio umejaa kule. Kwa sababu watu waliondoka na mawazo yao wakaenda. Kwa mimi niseme tu tupunguze ubinafsi na tuseme mawazo yetu. Tutoe mawazo, kwa sababu mawazo hayo ukiyatoa, hata kama sio wewe unaenda kutekeleza, maana mawazo unayotoa sio lazima utekeleze wewe. Kama mtu atakuja na wazo lenye muktadha wa kitaifa, inawezekana ikawa ni wazo la Wizara ya Viwanda na Biashara, inawezekana ikawa linatakiwa kutekelezwa na ofisi ya Waziri Mkuu, inawezekana ikawa linatakiwa kuwa sera ya nchi. Sasa kama hajalileta hadharani litatekelezwaje? Na kweli yeye atalitekeleza wazo la sera ya kitaifa peke yake? Kwa hiyo ninadhani kwamba vijana wafunguke, wasijali kwamba mawazo yataenda wapi, lakini wazo ambalo linahitaji kulindwa litalindwa, na sisi tumetengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba mawazo ambayo yatahitaji hatimiliki, KOSOTA watakuwepo kuhakikisha mawazo haya yamelindwa. Hapo tumepigilia mstari. Oche kaongea vizuri, lakini pia nataka nimpe tu tahadhari kwamba katika dunia ya sasa hivi ya AI, hilo swali ukilichukua ukalibwaga pale ChatGPT unapata nondo za hatari. Kwa hiyo na hiyo natamani tu kujua mmejipanga vipi, kwa sababu kuna wataalamu akiingia AI pale anakuja na idea moja kali sana, alafu kuna namna pia anajua namna ya kuichezesha isionekane kama ina plagiarism. Okay. Kwa hiyo na hilo pia mmejipanga vipi? Sasa katika hiyo sasa uhalisia upekee wa paragraph moja hadi nyingine na kuiwekea maneno yake na kuibadilisha ile lugha. Sasa hilo ni jambo zuri, na sisi liliibuka kwenye kamati, tulijadili kidogo na ndugu zangu kwenye kamati, na mimi niliwakumbusha kamati kwamba miaka kadhaa iliyopita wakati calculator zinakuja, Wamarekani waliandamana, walimu wa Marekani waliandamana kupinga calculator isitumike, kwa sababu waliamini kwamba calculator inaharibu akili za watu. Sisi tunadhani kwamba wazo original la mtu sisi hatujaweka hizo limitation afanyeje, tunataka lile wazo lake. Sasa ametumia kuboresha jambo gani? Ni sawa na kusema sasa umetumia simu kupiga mahesabu, bado ni mahesabu sisi tumeyapata. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni kwamba yani kaandika kachukua swali tu kaliweka kwenye AI. Tutajua imemtengenezea pale. Tutajua tu, ndio maana tunauliza mtajuaje? Ndio maana kuna interview. Ndio maana kuna paneli na jaji yale mawazo. Unajua hata sasa hivi hapa ukitengeneza taarifa yako kwa AI, tunajua hii imetokana na nani? Na AI. Ziko mbinu za kujua kwamba hii limetokana na AI. Lakini vile vile ukiulizwa swali la kwanza, la pili na la tatu, wazo ambalo sio la kwako, tutajua kwamba hili. Ndio maana kuna majaji. Maana yake hata hapa tu ungeniuliza kama ili mambo ya vijana sio ya kwangu, ukiniuliza swali tu la tatu na la nne, utaona huyu jamaa haya mambo sio yake. Tukianza kuongelea mafuta hapa, mimi ukaniuliza maswali, utaona nimepotea hapo katikati. Kwa hiyo hata hawa ndio maana kuna panel. Watakaa wanachuja, ndio maana tuna watu 100 wa kwanza, hawa 100 wataletwa mahali pamoja, watapitishwa kwenye kikaango, kinachuja, chekeche linachuja. Na hili chekeche kuchuja maana yake mojawapo ni kuendana na hiyo tahadhari ya kusema teknolojia isije kutumika kudanganya, kulagai umma. Lakini jambo la msingi sana ambalo mimi nataka kusema ni kwamba hatuwezi tukaikimbia teknolojia, lakini njia za kuhakikisha kwamba mawazo yanayotolewa ni mawazo ambayo ni mawazo halisi. Kamati imejipanga vizuri kwenye hilo, na moja ya njia tuliyojipanga nayo ni kwamba tuna mahojiano ya ana kwa ana kati ya walioomba na majaji, na sisi kamati tunatengeneza zile zana za majaji kuzitumia. Kwa hiyo mle lazima na vile vigezo ambavyo Sylvia mjumbe amesema hapa vya ubunifu, uwezo wa wazo kukuzwa, kufanya nini, zitajulikana na zitawekwa. Na mahali pengine nilikuwa naomba pesa mahali fulani, wakanambia nikiri pale kama nimetumia AI au sijatumia nini AI. Ile huko mbeleni sasa. Mbeleni wakininyima wakinambia tumekunyima sababu umetumia AI nisibishe. Hata video za AI zitajulikana. Sasa kama video mtu ataenda kutumia AI, tunatambua kwamba kama binadamu kwenye hii mchakato wa awali hasa wa kuomba, mwingine anaweza kwenda kumuomba dada yake akamsaidia wazo, lakini mwisho wa siku sisi tunataka mawazo ya kwake yeye binafsi, na akija mbele ya jopo la majaji itajulikana, aweze kujitetea yale mawazo yake. Sasa Ochek, na umezungumza sana kuhusu majaji, na Sylvia alituambia kwamba ni wataalamu. Lakini hao wataalamu ni wataalamu wa nini? Na mmetumia vigezo gani kuwateua? Sasa kutokana na aina pia ya mawazo ambayo yatapatikana,
pale ndipo ambapo pia itaweza kututaarifu ni watu wa namna gani, kwa sababu kwenye mashindano pia unaweza ukawa na mtaalamu wa kilimo afu wazo la kilimo ni moja, mawazo ya IT 100. Kwa hiyo lazima upate mtu ambaye anaendana na yale masuluhisho, kwa sababu sasa atajudge vipi kitu ambacho kinatekelezeka. Kwa hivyo mnasubiri kusanya haya mawazo, muangalie yapi ambayo na idadi kubwa, ndio mwanze kutafuta hao machache. Ni maeneo gani, sekta ambazo zimetokea zaidi. Sasa katika hayo mapitio ya awali ya kuangalia sekta nyenyewe ndio mnafanya nyewe wenyewe au lazima sasa hiyo ni wajibu wa kamati kufanya mapitio ya sorting. Hizo ni hadidu rejea za kamati, kwa sababu kamati yenyewe pia imejaa watu wenye utaalamu. Tumejaa watu ambao tuna utaalamu tofauti tofauti. Mimi ni mtaalamu, kwa mfano nimesoma Social Innovation Management kwenye one of postgraduate. Maana yake ni usimamizi wa miradi ya masuala ya kibunifu. Kwa hiyo tukipima kwenye ubunifu pale naweza kujua ili hapa kuna ubunifu, kuna nini. Kuna watu ambao wanadili masuala ya jinsia, kuna watu wanafanya kazi kwenye sekta tofauti tofauti, masuala ya uongozi, masuala ya uwezeshaji kiuchumi. Kwa hiyo kamati yenyewe itapitia na kuangalia haya yamekaeje, lakini uteuzi wa majaji kawaida hauwezi ukateua jaji kabla hujajua kesi husika. Ndio hata mahakamani tu wanavyopangia jaji, wanaangalia kesi husika iliyoenda ndio wanapanga. Na kwa nini tumeweka mfumo huu? Hii yote ni kwa ajili ya kutengeneza uwazi, usawa, ili kusiwe na malalamiko. Tunakuwa na kamati ya majaji na kamati ya utendaji tofauti, kwa sababu kamati ya utendaji wanaweza wakasema huyu aliyeshinda ninyi mlimtengeneza huko, lakini kama majaji wamefanya kazi yao, kamati imefanya kazi yake, maana yake tunataka uwazi. Ndio maana unaona tunasema, nadhani hata leo zitatoka pengine posta fulani kuelezea mchakato wa wanaojaza mpaka sasa umefikia wapi, ni mikoa ipi imejaza zaidi. Kwa hiyo sisi tumetengeneza mfumo wao kwa ajili yao. Ndio maana hata application yenyewe iko kidijitali. Lengo lake ni hilo hilo. Tungesema mtu achukue karatasi peleke kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa au kwa serikali za mitaa au kwa afisa vijana, kuna baadhi ya vijana wangesema sisi hiyo haki tumenyimwa kwa namna fulani. Kwa hiyo kwa kifupi, swala hilo lako la majaji bwana, majaji watakuwepo, lakini watakuwa ni watu wenye utaalamu wao wa sekta tofauti tofauti kulingana na aina ya mawazo ambayo vijana watakuwa wameyaleta mezani ambayo tunapaswa kuyachakata. Twende kwenye milioni 30, Sylvia. Milioni 15 milioni. Hizi zawadi kwa mshindi wa kwanza hadi wa tatu ni kwa ajili ya kwake binafsi, maendeleo yake binafsi, kwamba nimeshashinda hizi fedha nitazipeleka huko, au ni kwa ajili ya kuendelea kuboresha na kutekeleza ile project? Sawa. Kwanza kwa muktadha wenyewe wa shindano lenyewe na namna ambavyo tunaangazia utekelezaji wa suluhisho hilo, maanake kama tunasema kitaifa, hatuwezi kufananisha na zawadi ambayo unaweza ukampa mtu na kukidhi kile ambacho anatakiwa kukitekeleza, lakini hizi pesa zitakuwa ni zawadi kwa ajili ya washindi. Yes. Kwa akishapewa milioni 30 yake ni ya kwake. Sasa kuna mchakato utakaoendelea baada ya hapo, kwa sababu sasa tunatafuta mawazo ili yafanyiwe kazi. Kwa kuna huo mchakato sasa wa kuangalia namna gani hilo wazo linatekelezeka wapi, linatekelezeka vipi, na linamhitaji nani, lakini yule kijana akiwa ni sehemu ya safari ya utekelezaji huo. Yes. Ina maana kifupi hapo inategemeana sana na aina ya wazo ambalo mtu ameleta. Kama mtu ameleta wazo linalomhitaji aanze utekelezaji, ni haki yake yeye kusema nimepokea milioni 30 lakini nitaanza kutumia hii kwa ajili ya hii. Lakini pengine wakati ule wa kuboresha wazo alishasema, vijana wengine anaweza kaja na wazo ameshasema mimi ili nifanye hili wazo nitahitaji hatua hizi na hizi na hizi, anaweza kutumia. Lakini ukishaitwa zawadi ya mshindi, uwezo kumpa mtu zawadi ukampangia. Ingekuwa tumesema atapewa ruzuku. Maana yake ruzuku ya utekelezaji hiyo ni ingeenda kwenye utekelezaji moja kwa moja, lakini hii ni zawadi. Kwa hiyo akiamua kwenda kuolea au kununua gari kufanyaje? Sasa ndio maana pia tunamjengea uwezo. Maana yake moja kati ya swali la msingi ambalo juzi tu tumetoka kuulizana, pesa za vijana huwa zinaenda wapi? Yaani tukiulizana sisi hapa, pesa zetu zinaenda wapi? Tunatumia kwenye mambo gani? Sasa hayo mambo tutajengeana uwezo. Haiwezekani. Moja kati ya changamoto kubwa tulionayo vijana wakati mwingine na ni jamii kwa ujumla, mtu anaenda kuchukua mkopo, rafiki zangu wanasema naenda kuongeza, vijana wa kiume anasema naongeza mke wa pili. Sasa hiyo haiwezi kuwa ndiyo matumizi ya pesa uliopewa kwenye zawadi. Hata kama ni iko kwenye disposal yako, lakini tumesema tunataka tukomboke kiuchumi. Kwa hiyo tutataka tuone anatumiaje hiyo fedha kwenye kukuza mazingira yake ya kiuchumi na kuboresha hali yake ya kimaisha. Ni ushauri tu.
tumempa, ana nafasi ya kuchukua. Mnamkalia kooni kwamba kumbuka kwamba tuna mentorship, tuna ulezi. Baada ya kumpa hiyo zawadi, tunamlea huyu aendelee. Na ukimlea, mimi najua wewe mwalimu wako aliyekufundisha habari, bado ukiwa huendi sahihi, anaweza akakupigia hata simu akakwambia bwana vipi. Hapo alipo kashamtumia ujumbe. Nauliza hivyo kuhusu namna ya matumizi ya hiyo hela. Maana inawezekana mshindi wenyewe kama mimi. Kwa hiyo ujipange mapema. Nataka nijue hela yangu nitaitumiaje. Lakini pamoja na yote haya, tunadhani kwa mchakato huu mwisho wake unaenda kujenga ubora kwa vijana, unaenda kuwajenga vipi vijana hata kwa wale ambao hawatokuwa katika hizo nafasi tatu? Tukisema neno fikra na kama wale tulivyosema kwamba kumekuwa kuna mashindano ya namna nyingi, lakini ni kwa namna gani sasa tunaweza tukatengeneza vijana wenye kufikiria masuluhisho, tusiwe yani hata tunapoitwa kwenye meza za mazungumzo, meza za maamuzi, vijana tukifika pale tuwe angalau tuna kitu cha kuwasilisha, tusiwe vijana wa kwenda kusikiliza na kusema tutarudi baadaye. Lakini pale ambapo umeitwa, maanake wewe unastahili kuwepo pale na unacho kile kinachotakiwa. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza taifa ambalo lina vijana wengi ambao wanaweza kuleta suluhu mbalimbali katika taifa letu, katika nyanja mbalimbali. Kwa hata kijana mwingine akikaa kule, hata kama hajashinda, lakini atajua kuna namna natakiwa niwe kijana wa namna fulani, kichwa changu kinatakiwa kiwaze katika mlengwa fulani. Kwa hiyo tunaenda kubadilisha mtazamo hata wa sisi wenyewe vijana kwamba ni nini ambacho tunaweza kukichangia. Unaweza kuwa uko pale nyumbani ukajiona labda mimi nafanya shughuli fulani, wewe ukajiona uwezo wako umeishia pale katika nyanja yako wewe pale nyumbani na watu wanaokuzunguka. Kumbe wewe unaweza kuwa ni sehemu ya kulisaidia taifa kufika mbali, sio kupitia tu kwamba eti umekuwa kiongozi fulani. Hapana, wanasema inaanzia nyumbani. Sasa nyumbani ni wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo tunatengeneza vijana ambao wataendeleza jitihada la kulijenga taifa letu katika nyanja tofauti tofauti, hususan katika kuleta masuluhisho mbalimbali kwenye changamoto zinazoendelea. Labda kama naongezea hapo kama alivyosema mjumbe, jamii yetu lazima ijenge utamaduni wa kuheshimu mawazo ya vijana. Kwa hiyo hili shindano haliendi kunufaisha vijana tu, linakumbusha wazazi. Mtu anajenga nyumba yake, ni ya kwake, pesa umetafuta mwenyewe, lakini kijana ana mawazo. Waulize, washirikishe familia yako, wakupe mawazo. Unanunua gari yako, shirikisha. Kwa hiyo hii tunajaribu kuonyesha kwamba ili tuwe na kesho iliyo bora zaidi, kizazi hicho ambacho kitakuwepo leo na kesho. Unajua changamoto moja, hata mimi nawatania vijana wenzangu walioko chini zaidi yangu, mimi navuka ujana, naambia mimi kizazi, umri wangu wa kuishi umeshaanza kupungua. Wewe ni kama vile una leo, kesho na kesho kutwa. Mimi nawezekana nimebakiwa na kesho na kesho kutwa tu. Sasa lazima huyu ambaye ataishi siku tatu mbele asikilizwe. Na sio asikilizwe. Sasa tukimwangalia anacheza mpira, ni sawa, amecheza mpira, lakini kesho yenyewe amechangia vipi kwenye kuitengeneza. Kwa hiyo hapa tunaanza kutengeneza utamaduni unaoheshimu fikra, unaochagiza. Ni kama inaendana na ile aliyesema kusoma hapa. Sasa fikra za vijana zikiheshimiwa, maana yake taifa linakuzwa. Na ukienda kuangalia, nilikuwa najadili na vijana wenzangu mahali fulani, kwa nini wa Marekani wana kitu kinaitwa superheroes, wana Spider-Man, wana sijui Batman, sio kwa ajali. Yani ile ina lengo la kutengeneza kizazi kinachojiamini kwenye jamii yao. Sasa sisi shindano hili, ninaona mimi kwa mtazamo wangu, ninaona kama ni shindano ambalo linaanza kutengeneza kizazi ambacho kwa hiyo ukiuliza ile kesho ipi inaonekana. Maana yake tunaanza kutengeneza kizazi ambacho kikiangalia nchi kinaweza kikaona mimi naweza kutoa mawazo yanayoweza kutengeneza kesho ya nchi yangu. Na ukiwa na kijana ambaye anafikiri kesho ya nchi yangu naweza nikatoa mawazo ikatengenezeka, mawazo chanya, maana yake umelisaidia sana taifa. Na hilo taifa lenye vijana wa namna hiyo rahisi sana kusonga mbele. Ukiona miundombinu inaharibika, ni kwa sababu kijana haoni wajibu wa yeye kutunza ile miundombinu. Darasa limeshajengwa, linatumika, ndani ya miezi mitatu, wiki limeharibika. Kwa nini?
yule anayetumia hajioni kama yeye ni sehemu ya umiliki na utekelezaji wa ile miundombinu. Kwa hiyo wazo hili la Vijana Uchumi Challenge sio tu kwamba litawapa fursa ya kifedha, lakini linajaribu kutengeneza taifa ambalo vijana watakuwa sehemu ya mchakato wa maendeleo na watakuwa sehemu bora ya kutengeneza kesho. Na tukumbuke kwamba leo bajeti ya Wizara ya Vijana inasomwa kule bungeni. Sasa kwa mfano hiyo bajeti wakati inatokea, kama kwenye Uchumi Challenge huku vijana walikuwa wanatoa mawazo yanayoeleweka, huenda pengine ndo mawazo yanayo shape bajeti inayofuata kulingana na aina ya mawazo yaliyotoka. Kwa hiyo mimi nadhani kwa ukiuliza swali ya kwamba kesho tunayoiona nini baada ya hili shindano, nini kinatokea, nadhani ni mabadiliko ya kimtazamo kwenye jamii, lakini mabadiliko ya fikra za vijana kwenye kujiamini na kujiona wao ni sehemu ya maendeleo na uongozaji wa nchi yetu. Tunawashukuru sana, na kwa kumalizia tu labda Sylvia, kwa kuwakaribisha vijana ambao bado hawajaleta mawazo yao kwa kumalizia, kwa kuhitimisha hapo, karibu sana. Sawa. Kwanza kabisa vijana wote mnakaribishwa kuweza kuwasilisha mawazo yenu, na vigezo ni hivyo tu kwamba uwe na miaka 15 hadi 35, lakini pia uwe Mtanzania, na vingine ni vile ambavyo tumevitaja: masuala ya ubunifu, utekelezekaji, lakini pia uendelevu wa suluhisho hilo, lakini pia liguse nyanja ya kiuchumi, kwa namna gani tunaweza tukatengeneza uchumi stahimilivu kama taifa, ukiangazia matatizo mbalimbali ya kimataifa yanayotokea na yanaweza kutuathiri kwa kiasi gani. Kwa hiyo karibuni sana, tuna link pale kwenye kurasa za Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, ambapo itakupeleka moja kwa moja katika dodoso, lakini pia kwenye post mbalimbali ambazo tunazitangaza unaweza kuscan na kuweza kupata hiyo link pia, lakini kupitia namba ya simu ambayo ni 0717026509, ambapo kama umeweza kukwama kwa namna moja au nyingine kuweza kufikia hiyo dodoso, basi unaweza kuwasiliana na sisi ili tuweze pia kukusaidia kuhakikisha kwamba wazo lako linaweza kufikishwa mahala sahihi na kwa wakati sahihi. Nashukuru sana. Asanteni sana wajumbe, ndugu zangu Ochek Msuva pamoja na Sylvia Mkomwa. Kamati pia Barkis tukumbuke inaongozwa na Joseph Brighton Malekela, mdogo wangu huyu, na nawatakia kila laheri sana katika kutekeleza majukumu yenu mpaka tutakapopata washindi. Lakini pia tuna katibu anaitwa Amina Sanga, ndio ambaye pia aliweza kusema watoto wa kike wako wapi, katibu wetu. Jenda imeanza kuwa balance kwenye kamati. Hata hapa wenyewe tulipo tunaona wamekuja wawili. Kwa hiyo lakini kwenye kamati mpaka tuna Gen Z, wanafunzi wa chuo. Wow, that's interesting. Hata sisi kwa kipindi tuna Gen Z. Mimi millennials ndugu yangu, nishavuka kwenye wewe ni millennial mwenzangu. Millennials. Mwili huu usikudanganye. Asanteni sana ndugu zangu, kila laheri Ochek pamoja na Sylvia. Na leo kama walivyomalizia kwa kusema hapo, bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana inawasilishwa. Kwa hiyo ni jambo muhimu kwa vijana kufuatilia bajeti hiyo, kwa sababu ndio inagusa pia mustakabali wa maisha ya vijana nchini Tanzania kwa mwaka mmoja ujao, mwaka mmoja wa fedha ujao. Kwa ni muhimu pale ambapo Waziri Joel Nanauka anapowasilisha, basi tukafuatilia tukajua ni mambo gani ambayo, ni mipango ipi hasa ambayo imewekwa kwa vijana wa Kitanzania. Tunakamilisha hivyo na tutaendelea na mengine muda mfupi ujao.